hakuna sehemu yoyote kwenye sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza kufanya mapenzi na mwanafunzi ni kosa kisheria. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Jina langu ni Saha Ramadhani Hassan. Mwanafunzi anaposhiriki tendo hilo inampelekea ni asifikie malengo yake. Mfano, anaweza akashiriki tendo hilo na akapata ujauzito. Huo ujauzito utampelekea asiendelee na masomo yake. Umri wa kuolewa ni kuanzia miaka 18. Kwa mimi nimefikia sasa hivi na miaka 19. Sitaolewa kwa sababu bado naendelea na kusoma. Kuna madhara mengi. La kwanza, mwanafunzi akiolewa hatakuwa na concentration ile kubwa kwenye masomo yake, sababu atakuwa anadili na vitu viwili kwa wakati mmoja. Mimi kuambia kwamba ni waache tu hicho kitu, kwa sababu inapelekea poor performance ya masomo yao. Kwa jina naitwa Jingson Daudi Kwele. Kwa mimi ninavyofahamu, kubaka mwanafunzi ni kosa la kisheria. Kwanza, kiujumla, mwanafunzi haruhusiwi kufanywa jambo lolote, hususan ya mambo ya mahusiano. Unaona? Sababu kwanza kuna sheria ambazo zipo nchini ambazo, kwa mfano, mtu akibakwa anafungwa, akimbaka mwanafunzi anafungwa ndani ya miaka 30. Sawa? Kwa sasa kitendo tu cha mtu kumbaka mwanafunzi tayari inaonyesha kwamba ni kosa mwanafunzi kubakwa. Au kitendo cha mtu kufanya mapenzi na mwanafunzi tayari inaonyesha zaidi kwamba mwanafunzi kuwa na mahusiano na mwanafunzi ni kitendo cha kinyume na sheria za nchi. Kwa kiasi kikubwa, kwanza wewe mwenyewe unaweza kupata hasara wewe mwenyewe kama wewe, lakini pia hasara inaweza kaja kwa familia. Kwa mfano, ukikamatwa umembaka mwanafunzi au umefanya mapenzi na mwanafunzi, utafungwa wewe. Kumbuka, unapokuwa umefungwa, nyuma yako kuna watu wanaokutegemea, familia yako, ndugu na marafiki pia. Kwa madhara utakayopata ni kwa wewe, kuanzia kwa upande wako wewe na familia yako, hata jamii kwa ujumla. Elizabeth James Mwakanjuki. Kosa kwa namna gani? Kwa sababu mwanafunzi atakapokuwa ameolewa akiwa anasoma, atakuwa anaruzi vile vitu anapokuwa anafundishwa na mwalimu, atakuwa anaanza ndoa na elimu. Naambia hivi, waache kufanyaje, wasome. Muda wa kuolewa utafika, na huo wakati ukifika ataolewa na atatulia na jambo la ndoa. Sikia, maana umri wa kuolewa ni miaka 18 na kuendelea. Serikali inafaa kuolewa, ila mimi bado ni mwanafunzi, nahitaji kusoma ili niendelee na masomo. Hello? Mimi kwa majina naitwa Alon Richard Kikoti. Kwa uelewa wangu mimi ninavyojua, kubaka mwanafunzi ni kosa la kisheria kabisa. Ni kosa la jinai. Ni kosa kwa sababu hata sheria haziruhusu kwamba mwanafunzi atakufanya mapenzi. Mwanafunzi akiwa shuleni, yeye wajibu wake ni kusoma na sio kufanya mapenzi. Adhabu ambazo zinazuia, kwa sababu kuna sheria ambazo zimewekwa na serikali kwamba ni kosa kwamba ukifanya mapenzi na mwanafunzi unafungwa jela miaka 30. Kwa hiyo hapo ni adhabu ambayo imewekwa kabisa na serikali. Kwa hiyo hapo inaonyesha kwamba ni kosa kufanya mapenzi na mwanafunzi. La kuwashauri hao kwamba ni tuepukane na hii michezo, kwa sababu muda mwingine inaleta madhara katika mwili, unaweza kuzaa kwa mtu mwenyewe binafsi, pia hata kwa jamii ambayo inakutegemea, kwa sababu muda mwingine unaweza kupata magonjwa ambayo hujategemea, alafu muda mwingine familia ambayo inakutegemea unaweza ikashuka namna moja au nyingine. Mimi naitwa Mwalimu Yusuf Hamisi Kiswaga tokea Jamhuri Sekondari, na Jamhuri hapa ni mwalimu wa taaluma, lakini ukiacha taaluma ya ualimu, pia taaluma yangu nyingine ni taaluma ya sheria, kwa maana ni mwanasheria, ni degree holder, Bachelor of LLB. Kwa bahati mbaya na kwa mamlaka zitapo ikizipendeza,
zinapaswa kulitazama sana hili swala, kwa sababu hakuna sehemu yoyote kwenye sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza kufanya mapenzi na mwanafunzi ni kosa kisheria. Sasa swala la kubaka linabaki kwenye mtazamo ule ule wa kubaka, kwa sababu wanafunzi wengi wamekuwa wakiathiriwa sana kisaikolojia, kimasomo. Anaweza akawa ameridhia kufanya mapenzi yeye binafsi, lakini hii ikaja ikamuathiri sana kwenye performance yake. Tumekuwa tukiona watoto wengi hawafanyi vizuri sana wanapokuwa wamejiingiza kwenye masuala ya mapenzi. Sasa kwa sababu hiyo basi kuna haja ya kutengeneza sheria, ya kuimodify, ya kuirekebisha sheria, kuweka kipengele ambacho kitalinda maslahi ya wanafunzi ili kuzuia hili, kwa sababu wanafunzi kwenye sheria yetu hakuna kipengele ambacho kinasema kwamba kufanya mapenzi na mwanafunzi ni kosa kisheria, hakuna. Kwa sababu hiyo sasa serikali au watu wengi tumekuwa tukiingia kwenye mazingira hayo kwa kulinganisha umri wa wanafunzi na kufanya mapenzi. Kwa mfano, naye mwanafunzi ambaye ana umri zaidi ya miaka 18, ana miaka 18 na kuendelea, kwa lugha rahisi, ukifanya naye mapenzi huyu mwanafunzi akikubali mwenyewe, akiridhia kufanya mapenzi, hii haiwezi kuwa kosa kwa mujibu wa sheria, haiwezi kuwa kosa, na huyu mtu alofanya mapenzi na mwanafunzi hawezi kuhukumiwa kwa sababu hakuna kipengele cha sheria kinachomkamata au kinachomhukumu huyu mtu kwa kosa la kufanya mapenzi na mwanafunzi. Ukimpa mimba mwanafunzi, maana yake unamkatisha masomo. Kwa hiyo unarudi kwenye sheria ya elimu, the Education Act, ambayo sasa inampa haki ya mwanafunzi kusoma. Sawa? Kwa hiyo ukimpa mimba, ule kitendo cha mwanafunzi kupata mimba, maana yake atashindwa kuendelea na shule. Kwa hiyo utaingia kwenye makosa ya kumwachisha mwanafunzi shule kwa kumpa mimba, lakini sio kwa kufanya naye mapenzi. Sawa? Kwa mtu alipata mimba angali shuleni, maana yake hiyo haichukuliwi kama ubakaji. Haichukuliwi kama ubakaji kwenye macho ya sheria, kwa sababu kwenye macho ya sheria kubaka ni kitendo cha mwanamume kufanya mapenzi, sawa, na mwanamke kwenye namna mbalimbali. Mojawapo ndo hiyo akiwa na umri chini ya miaka 18, hata kama amekubali. Sasa anapopewa mimba, tunakwenda sehemu nyingine kabisa ya sheria. Sehemu nyingine kabisa ya sheria ambayo sio kubaka. Umeona? Sasa kwa namna ya kawaida, ukimpa mimba mwanafunzi unakuwa umemwachisha shule. Kwa hiyo utahukumiwa kwa kosa la kumsimamisha au kusababisha mwanafunzi kutokuendelea na shule kwa kumpa mimba, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinapingwa na sheria ya elimu ni kusababisha mtoto au mwanafunzi kuacha masomo. Ikiwa mfano baba unaamua kumwachisha mtoto shule kwa ajili ya kumuozesha, au unamwachisha mtoto shule pasi na sababu ya msingi, kwa maana mtoto ameshindwa kusoma au anaumwa, anafanyaje, hiyo ni kosa. Ikitokea sasa mtoto kapata mimba, ile mimba ikampelekea mtoto akipata mimba hata ruhusiwa kuendelea na sehemu yoyote. Sasa hivi kuna wanafunzi wanasoma kidato cha 5 na 6, wana umri wa miaka 20, 22 na 23. Sawa? Wanafunzi hawa wengi, baadhi wanakuwa wameolewa, baadhi wanakuwa wamezaa, lakini shule zinawachukua na kuwaendeleza na wanasoma na wanafanya vizuri. Kwa hiyo kwenye minajili ya sheria yetu ya Tanzania hakuna sehemu ambayo kubaka mwanafunzi ni kosa. Yaani imesema kubaka mwanafunzi ni kosa, hakuna. Badala yake imeeleza ukifanya mapenzi na mwanamke aliye na umri chini ya miaka 18, sawa, au asiye mke wako na ana miaka 15, hilo ndio kosa. Kwa hiyo swala la mwanafunzi kubakwa kwenye sheria yetu halijaainishwa na halijaelezewa. Kwa maana kwa malengo hiyo inaonekana kwamba tunao nafasi sheria inaturuhusu kuoa wanafunzi. Sheria haijasema kwamba mwanafunzi anapaswa kuolewa, namba moja. Isipokuwa pia sheria hiyo haijasema kuwa mwanafunzi haolewi.
Umeona? Lakini sheria imeweka umri wa mtu kuoa na kuolewa, kwa sababu hata ukipitia sheria ya ndoa kwenye watu ambao hauruhusiwi kuwaoa, ile kifungu cha 14 cha sheria ya ndoa kimetaja watu ambao hawaruhusiwi mwanaume, yani mwanaume hawezi kumuoa mwanaume mwenzake, lakini pia mwanaume hawezi kumuoa ndugu yake. Pale wametaja sijui dada, mama, bibi, nani. Katika vile vipengele vyote hakuna sehemu aliposema kwamba mwanaume haruhusiwi kumuoa mwanafunzi. Kwa hiyo tunapata bado ukakasi, kuna widening gap, kuna nafasi kubwa ambayo iko wazi, ambayo bado inatengeneza mazingira na room za watu kutoka katika hili swala, kitu ambacho ndio kinaleta sasa mijadala mingi, ambapo utaona huyu atasema bwana hili ni kosa, mwingine atasema hili sio kosa. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.